Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, kanisa letu la Tanzania, Baraza la Maaskofu Tanzania, limepatwa na msiba mkubwa wa Mhashamu Askofu Bernardin Francis Mfumbusa, ambaye kwetu sisi wanajimbo la Iringa ni pigo kubwa, kwa sababu alikuwa ni mwenyekiti wa baraza la chuo. Kwa hiyo kanisa na chuo kikuu Katoliki Ruku kimepoteza kiongozi mwenye nguvu, mwenye maono na msimamo thabiti, ambaye Mungu amemuita akiwa na umri wa miaka 64 tu. Kama askofu kwa kweli ni bado kijana. Hayati Askofu Bernardin Francis Mfumbusa atakumbukwa kama nguzo muhimu katika maendeleo ya elimu, mawasiliano na uongozi wa taasisi za elimu ya juu. Alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la Ruku tarehe 21 Septemba mwaka 2022, ambapo alileta uongozi uliojikita katika taaluma, weledi na uwajibikaji. Uongozi wake uliweka msingi imara wa utawala bora na maendeleo endelevu ya chuo, akisisitiza uendeshaji unaozingatia sheria, kanuni na taratibu. Kitaaluma, Askofu Mfumbusa alikuwa mbobezi katika fani ya mawasiliano, mass communication, mass media, na alitambulika kama gwiji wa taaluma hiyo ndani na nje ya kanisa. Alijikita katika ufundishaji, tafiti na kuleta wataalamu wa habari, wengi wao wakiendelea kulitumikia taifa kwa ufanisi mkubwa. Uwezo wake ulimfanya kuaminiwa kimataifa, hata akateuliwa na Papa kuwa na nafasi muhimu katika masuala ya mawasiliano ndani ya kanisa, ikiwa ni pamoja na shirikisho la mabaraza ya maaskofu Afrika na Madagascar, CEPACS, na baraza la kipapa la mawasiliano ya jamii. Katika utumishi wake alijidhihirisha kama mtu wa viwango vya juu katika taaluma ya uandishi na mawasiliano, jambo lililomfanya awe muhimili muhimu katika maendeleo ya mawasiliano ya Kikatoliki barani Afrika, hususan Afrika Mashariki na Kati. Pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari MCT, akionyesha mchango wake mpana katika sekta ya habari nchini. Askofu Bernardin Francis Mfumbusa alijituma kwa dhati kuendeleza elimu ya mawasiliano na kuwajengea uwezo wanahabari kupitia ufundishaji na tafiti mbalimbali alizozifanya. Alitambulika kama nguli katika tasnia ya mawasiliano na alitoa mchango mkubwa kwa taifa letu la Tanzania, Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Katika uongozi wake Ruku, alianzisha na kuimarisha mifumo ya utawala bora. Aliunda kamati mbalimbali za baraza kwa ufanisi wa kazi na kusimamia utekelezaji wa sera na miundo ya chuo. Aidha, chuo kilishuhudia upendo wake wa dhati kwa watumishi na wanafunzi, ambapo aliweka mazingira ya kujali, kushirikiana na kuhamasisha maendeleo yao. Alikuwa kiongozi aliyehimiza watumishi kujiendeleza kitaaluma
na kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, akiamini kuwa elimu endelevu ndio msingi wa ubora na ushindani katika dunia ya sasa. Kijamii, alikuwa kiongozi mwenye upendo, aliyesikiliza na kuunganisha watu. Aliamini kwa dhati katika nguvu ya elimu na alihamasisha watu wengi kuthamini elimu kama nyenzo ya mabadiliko kimaisha. Hayati Askofu Bernardin Francis Mfumbusa ameacha urithi mkubwa wa uongozi bora, taaluma na huduma kwa jamii. Ataendelea kukumbukwa kama msomi mahiri, kiongozi shupavu na mtetezi wa elimu na mawasiliano, ambaye mchango wake utaendelea kuonekana kwa vizazi vingi vijavyo. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, astarehe kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.